Kinga nyumba yako dhidi ya majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko au hata kimbunga kwa gharama nafuu kupitia bima ya Linda Mjengo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Wananchi wa kijiji cha Bondo wilayani Kilindi mkoani Tanga wamefika jijini Dodoma kuwakilisha kaya zaidi ya 2600 katika juhudi za kuonana na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Wananchi hao wanadai nyumba zao kuchomwa moto na mazao yao kuharibiwa kwa madai ya kuishi katika msitu wa hifadhi unaomilikiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Wakizungumza na waandishi wa habari, Daniel Naoki anaeleza kuwa hali yao ni mbaya, wakidai kwamba wamejikuta bila makazi na kukumbwa na ghasia. Ona kabisa jeshi wanatembea wakaanza kuvunja manyumba za watu. Zaidi ya manyumba 2600 na wakazi 7000 manyumba yao yalibomolewa huku wakiteswa watu wakiteswa. Jeshi la wananchi inatesa watu na mkuu wa mkoa nadhani ndio agizo lake. Sijajua kwa sababu yeye ndio alisema ondokeni na kitu kilichokuja ni jeshi la wananchi. Nadhani kwamba manyumba yakaanza kubomolewa. Tulikuwa na maduka, mimi nilikuwa na duka pale, maduka ikabomolewa, duka la milioni 10 na kila mmoja alikimbia kinamna yake. Maana yake jeshi ina silaha, ni kwamba kila mmoja alikimbia kwa namna yake. Tuliteseka mpaka sasa hivi tumefika hapa, tunaelekea ofisi ya Waziri Mkuu, ni kwamba tujue hatima ya Bondo. Sisi ni wananchi wa Bondo Mswaki, kata ya Kumsanja. Tunateseka wilaya Kilindi, mkoa wa Tanga. Tunateseka hata sasa hivi, hata rais wakati amefika pale kufungua shule, tulizuiliwa kwamba mtu tusimwone na bango. Na mtu yoyote sasa hivi hapa tuliko, tunategemea kwamba hata hivyo tuna wasiwasi kwamba tutakuja kuuawa, kwa sababu wanasema mtu yoyote akitoa taarifa maisha hana. Tunamwomba Mheshimiwa Rais atusaidie katika hili. Tuko hapa tunalia kwa sababu ya uchungu, makanisa yamechomwa. Ina maana inaonyesha kwamba hii ni mateso makubwa. Na rais hana habari, hatujui kama ana habari, sisi hatuelewi. Naomba tusaidie katika hili. Mimi sina mengi, yangu ni hii. Ni kwamba tunaelekea kwenye ofisi ya Waziri Mkuu. Atuambie hatima yetu sisi wana Bondo. Tunateseka na manyumba bado haijaisha. Kuanzia Januari tarehe 3 mpaka leo manyumba ni mengi haijaisha, bado wanachoma, alafu ukikuta wanakutesa kiteso cha ajabu sana. Unateswa mpaka unaona kufa. Yaani wanakutesa hata sasa hivi. Yawezekana hata mimi niliokuja huku ya kwangu ni ngumu. Tuambie hatima yetu, na pia Mheshimiwa Rais atusaidie katika hili. Yale maaskari yasiwepo pale, maana maisha yetu ni magumu. Chakula kiko pale, tuna mashamba pale yameiva, mahindi yameiva. Watu wanateseka, watoto sisi hatuna vyandarua ni zaidi ya watoto wasiopungua 1000 wanateseka. Watoto hawana vyandarua, wanaweza wakaumbwa wakangatwa na maumbu wakafa. Maumbu wakafa. Sasa kwa hali hii naomba Mheshimiwa Rais utusaidie katika hili. Naomba tu utusaidie, maana tunateseka. Jamani, tunasikitika unyama tuliofanyiwa. Mimi mnavyoniona hapa ni mzaliwa wa Bondo, na miaka sasa hivi karibia 56. Tangia nilivyozaliwa hapo nimekuwa mpaka nimefika hivi. Sijawahi kulisikia hilo la kwamba Bondo kuna hifadhi. Hifadhi kweli ipo, lakini ni ndogo tu ya nyuki inayojulikana ambayo iko Mswaki. Lakini eneo tuliokuwa sisi, tuliozaliwa sisi, nimekuwa mpaka nimefika saizi, sijawahi kusikia kwamba Bondo kuna hifadhi. Leo tumekaa tumejijenga na makazi yetu, tumepanda mamiti ya kudumu, tumejenga mpaka sasa hivi nimezeeka, nimezaa watoto 10. Mpaka sasa hivi nimezeeka. Leo nakuja nachomewa nyumba, naambiwa eti niondoke hapa, hii ni hifadhi. Yaani hicho ni kitu cha kushangaa kabisa. Nimechomewa nyumba yangu, magodoro, ng'ombe nikaacha wakatokomea polini. Mpaka sasa hivi mimi ng'ombe wangu wamechukuliwa, sijui wameenda wapi. Nahangaika. Watoto walikuwa wanasoma, manguo, uniformu zao, chakula zote zimezuiliwa shambani. Watoto sasa hivi wamekaa polini, hawawezi kwenda shule. Akienda shule ale nini? Avae nini? Watu wana nyaraka ambazo za kupewa maeneo haya na serikali za vijiji, si ndio serikali hiyo? Sasa leo wanafanyiwa unyama huu. Mimi nikaona hapana, ni haki yangu ya msingi kupaza sauti, niwachukue watu niweze kufika makao makuu Dodoma. Hii ni malango ya kwanza kufika hapa Dodoma toka nizaliwe.
ili nije niwasilishe kilio hichi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ikiwezekana hata Samia Suluhu Hassan ni Mtanzania mwenzetu, mwana diplomasia, aangalie kilichotumika Bondo. Juzi wanamdanganya, wanamwambia Kilindi ni shwari, hakuna lolote, kumbe watu wanateseka, wako polini. Hivi natamani wanahabari ningewachukua hapa niwapeleke mkaone Bondo kulivyochakaa, maana kumeoza, ili mkaone. Lakini kwa kuwa mimi ni binadamu na ni mwananchi wa kawaida na ni haki yangu, nimeona nilete kilio hapa makao makuu Dodoma, niweze kuzungumza na nyinyi wanahabari. Ikiwezekana kesho nimuone Waziri Mkuu aweze kunipa majibu ya msingi. Tanzania yetu tulioachiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere sio hii. Upendo, umoja, ushirikiano. Lakini ukija baba wa taifa alitamka tunahitaji vitu vinne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Watu ndio hawa wanaopigwa, ardhi ndio hiyo tuliowapeleka tunawanyang'anya. Ndugu zangu wanahabari, haya ni matatizo makubwa. Kwa mantiki hiyo, nimekuja na hawa wahanga, wawakilishi wao, ili kilio hiki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan alipokee hili, na ikiwezekana aunde tume haraka iwezekanavyo, iende Bondo, iende ikaone kitendo kinachofanyika. Mpaka hivi naondoka jana, kipigo kinaendelea, watu wanaendelea kupigwa, lakini watu hawana chakula. Mahindi yamekauka, mengine yanaiva, hawana chakula chochote. Wangepewa nafuu sasa ya kwenda kuvuna mahindi yao wale, ili serikali ikiwapangilia mahali pa kuondoka. Lakini hilo halipo, watu wanakula kichapo, watu haelewi hatima yao, watu wako polini. Lakini bado nikafuatilia, nikapata nyaraka za ndani ambazo TAMISEMI ilitoa juu ya malalamiko ya hawa wananchi, ambayo barua yake nitawakabidhi, ni hii hapa, mtaiona ilivyo. Sasa nikajiuliza, ukisoma wanahabari, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 15 inaeleza wazi, hakuna kilichofichwa. Inasema kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru. Mabano 2, kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kuwa huru na kuishi kwa uhuru, itakuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kukamatwa, kufungwa, kufungiwa, kuwekwa kizuizini, kuhamishwa kwa nguvu au kunyang'anywa uhuru wake vinginevyo, isipokuwa tu BA katika hali na kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, katika kutekeleza hukumu, amri au adhabu iliyotolewa na mahakama kutokana na shauri au mtu kutiwa hatiani kwa kosa hili. Mimi nikaona wanahabari, haiwezekani. Mimi ni Mtanzania, ni haki yangu ya msingi kuitetea jamii. Kilindi hatukuwa na migogoro ya ardhi. Waliowaomba viongozi, waliowaomba watu wa Singida, Manyara, Arusha na Kilimanjaro waje wilaya ya Kilindi kwenye misitu ya pori ni serikali, ambayo mkuu wa mkoa wa Tanga, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, mkuu wa mkoa wa Arusha, wakati huo Manyara haipo. Wakaamua kuwaleta wananchi wilaya ya Kilindi na kuwapa maeneo. Lakini isitoshe, hawa watu ambao wamevunjiwa kwa sasa hawakuijua Bondo. Jopo la wanahabari waliokuwa sehemu ya kuchukua maoni ya wananchi hao wamefanya juhudi za kuzitafuta mamlaka, na hapo ndipo akapatikana mkuu wa wilaya ya Kilindi Hashim Mgandilwa, ambapo ameeleza kuwa wananchi hao wamefanyiwa hayo kwa sababu walikuwa wamevamia katika eneo hilo la hifadhi. Aidha, hapo akapigwa mbunge wa jimbo la Kilindi Mheshimiwa Omar Kigua, ambaye pia katika maelezo yake ameonyesha kuunga mkono jambo walilofanywa wananchi, huku akisema wananchi hao ni wavamizi na sio wakazi halali wa maeneo hayo, na yeye hana cha kuwasaidia. Alipotafutwa kamanda wa kanda TFS Tanga James Nshare, amesema hawana taarifa kama eneo hilo ni hifadhi na hawafahamu kuhusu kinachoendelea.